ndani ya nyumba umeona hakuna mahali kulikuwa kuna msalani. Nimewaleta kwa nyumba ya kiongozi wa Irani. Kiongozi wa Irani alikuwa akiishi hapa before ya revolution, yani mtu wa Mashhad. Sasa hapa ndiye alikuwa akiishi na hapa ndiye alikuwa akikaa. Baka kuna mahali ilifika sasa akakuwa kuna activities ambazo serikali ilimfukuza, akakuwa kombali na familia yake. Familia yake ilikuwa bado inaishi hapa hapa. Alafu baada hapo ndio sasa revolution ikafanyika, akaenda Tehran kuishi. Lakini bado alikuwa baada hiyo alikuwa anakuja hapa hapa ndio nyumbani kwake. Baada ya kuwa president wa Irani ndio akahamia Tehrani kabisa, yani akakuwa ni wa huko. Sasa hapa hivi sijui wanasema kwamba ndani kidogo kuna ugumu kwa sababu ya hali ya ni nyumba ya kiongozi, labda hawatakubali tuchukue film, lakini ikikubalika nitaelezea zaidi kuhusiana na yeye tukiwa uko ndani. Lakini ndio hii tunaona ni nyumba ya zamani ambayo kwa Irani wanaita Khunehoye Kolangi. Kolangi ni kwamba unaweza ukaibomoa na kolangi ni nini? Sio nyundo ile nini? Iko na jembe. Ni kama jembe. Sasa hii ni nyumba kolangi ambayo ukitaka kubomoa unahitaji mambo ya bulldozer na nini? Unatumia tu jembe unaibomoa. Sasa ndio ni nyumba za zamani. Yaani ni matope nini? Sasa kidogo wamejaribu kuhifadhi ndio isije ikapotea. Inshallah. Tendeni. Tumeruhusiwa kuingia sasa. Joani niwaoneshe ndani kukoje. Hiyo ndio nyumba. Kulikuwa kuna naona hii ni room ambayo ilikuwa ni ya unaona charani ya zamani mashina lao ni ya familia yake, ile pasi ya zamani nini, kila kitu ni ya siku hizo. Hii ni system ya kuchemsha maji. Irani kawaida nyumba ndani ya nyumba mzima kuna maji ya moto. Hii ni mashini, maji ya moto maji ya baridi inaingia. Alafu hapa sasa inaingia ni maji ya moto ambayo sasa wanaisambaza ndani ya nyumba mzima. Wa Irani wanaita obgarmkon. Mashini ya kuchemsha maji. Kusoma ya Said ambaye hapa tunaona vitabu vyake ambavyo alikuwa akivitumia, baadhi ya vitabu. Lakini vitabu vingine vinakaa vya zamani, yani chapa yake na aina yake unaelewa kwamba sio vitabu vya sasa. Ndio hizo vitabu naziona. Hapa tunaona kuna hizi gazeti ambazo bado ni za siku hizo zake alikuwa akizitumia. Zingine ni za mwaka gani hapa tutasema? Miaka kama 10 kabla ya revolution, ambayo naona inazungumzia mambo ya Venezuela, nchi tofauti tofauti. Ni mtu alikuwa akifuatilia siasa ya China na zinginezo. Sasa ndio hizo vitabu vyake. Hii ni sitting room pa wageni. Kuna hicho chumba ilikuwa ni chumba cha familia cha nani tumeona. Hapa ni mahali pa wageni. Kawaida ya Irani system yao ni kwamba wanatandika mikeka blanketi chini, alafu inakaa ni kama sehemu ya keti. Alafu wageni ndio hao. Na hizi ndio redio ambayo alikuwa akitumia kusikiza habari, na hizi ni cassette zake za baadhi ya darasa zake na nini ambazo, na baadhi ya darasa ambazo pia alikuwa akifaidika nazo zimerekodiwa, zimewekwa hapa hivyo. Hapa nayo ni sehemu yake pia bado wanasema ni mahali pa kuswali baada nini, ambayo pia ilikuwa ni chumba inatumika. Na hii ni picha ya baba yake. Baba yake alikuwa anaitwa Said Jawad. Na hizi kilemba nini, nguo zake. Hizi ni katika zile vitu za mazoezi za Kirani. Wairani wako na tizi ambayo inaitwa zurkhune. Walikuwa wakipenda kutumia vitu kama hizi. Unachukua yani badala ya kuchukua zile chuma za siku hizi dumbbells, hizi ndio vitu walikuwa wakitumia kufanya mazoezi. Katika kitu ambayo mimi imenistaajabisha ni kwamba kiongozi wa nchi ambaye tunaweza sema kuna nguvu zote. Kawaida tunaona viongozi wengi wanakuwa wakishapata nguvu, wanatafuta mali, wanatafuta nyumba, wanatafuta ardhi. Yaani wanajaribu kukusanya mali ambaye tutasema haitamsaidia katika siku za mwisho. Lakini yeye kitu ambayo tunaona anajaribu zaidi ni kuelimika. Hizi ndio vitu ambazo zimemsaidia. Na bado tunaona baada hapa pia sehemu ambayo alikuwepo, nyumba yake ilikuwa ni nyumba, hata tukiangalia kwa picha zake
ilikuwa ni simple zaidi kuliko hata hapa. Hapa hivi tunasema kabla ya kukua na nini alikuwa na nyumba kubwa. Huko sehemu ambaye ilikuwa ndio nyumba yake ambaye ilipigwa akiwa Tehran, ilikuwa ni nyumba tu room kwa sababu watoto washaondoka, ilikuwa ni yeye na mke wake, so alikuwa na sasa hitaji sehemu kubwa na nyumba ilikuwa tu ni ya kawaida. Ya kustaajabisha ndani ya nyumba za zamani Irani, ndani ya nyumba umeona hakuna mahali kulikuwa kuna msalani. Yaani nyumba zote hawajengi kwamba ndani ya nyumba kuna msalani. Ni moja katika muhimu kwa sababu ya kuchunga tahara, kwa sababu unaingia msalani haujajitayarisha vizuri, alafu hiyo matone yake inatoka. Sasa Wairani nyumba za zamani zao zote msalani iko nje ya nyumba, ambaye mkikuja na mimi mtaona kwamba sehemu pekee ya msalani ni hapa nje. Yaani hapa ndio ni kiwanja ambayo ndio iko, lakini msalani peke yake iko hapa nje ya nyumba, kuchunga usafi na tahara, na pia kinafsia, kwa sababu nasema alipenye ni msalani na uchafu huko, hao watu wabaya ambao tunawaita majini na mambo za nini kidogo huwa zinapata nguvu zaidi. Sasa hiyo sehemu ikikuwa iko ndani ya nyumba, yani kuna kipengele cha nyumba yenu kimetawaliwa na hao watu ambaye kinaathiri labda nyumba yenu kibaraka na kinini na kidua na mambo kama. Sasa ikikuwa nje ya nyumba inakuwa iko na athari bora zaidi. Ndio siku hizi maisha imeshindikana, lakini ukiweza kutengeza nyumba hivyo bora zaidi.